Afrika kumekuwa na mambo mengi sana. Unaweza ukasema ni mambo ya ajabu, lakini ukiwa na imani kila kitu kinawezekana. Nipo na orodha ya wachezaji 10 wa Kiafrika ambao imani yao imewaponya, imani yao imewafanya wao warudi kwenye ubora wao licha ya kuanza vibaya. Miongoni mwa wachezaji hao wote tunawajua, lakini 5 wamecheza katika ligi yetu ya Tanzania. Lakini kabla sijawagusa hao, kuna kitu kikubwa ambacho kimefanywa na mchezaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, naye si mwingine ni Neo Maema. Licha ya kuanza kwa kusuasua hivi, lakini taarifa zinasema kwamba kuna kitu ambacho amekifanya kwenye mechi za kirafiki, lakini kwenye viwanja vya mazoezi chini ya meneja mkuu Dimitel Pantev. Taarifa zinaeleza kwamba huenda kwenye ile first 11 Neo Maema akaivuruga na yeye akawa miongoni mwa wachezaji ambao wanaanza kwenye kikosi hicho. Wale ambao waliwahi kufuatilia katuni ya Kirikou wanasema maji yamerejea, basi ule ubora wa Neo Maema umerudi rasmi. Unajua nini ambacho kimeenda kuboosti uwezo wake? Kwanza, subscribe Off Pitch TV, kwa sababu sisi tunakujuza yale mengi ya kimichezo. Off Pitch TV tunasema beyond the game into the story. Sasa twende moja kwa moja kujua nini ambacho amekifanya Neo Maema. Lakini kwanza, subscribe Off Pitch TV. Mimi ni Yusuf Katalambula. Mchezaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Neo Maema, ambaye amekuja akitokea katika klabu ya Mamelodi Sundowns. Hapo awali watu wanaamini kwamba huyu amekuja kwa mkopo, lakini nikujuze tu kwamba hajaja kwa mkopo. Amekuja mazima kwa mkataba wa mwaka mmoja, kwa sababu klabu ya Mamelodi Sundowns wakati wanamruhusu kwenda katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wana hofu kutokana na uwezo wake, huenda akapitia tu Simba alafu akarudi kwenye timu nyingine akaja kuwa tishio. Kwa hiyo Simba akamwambia tunawapa kwa mkopo, lakini kama mnamhitaji basi mkitaka kumuuza, timu ya kwanza ambayo natakiwa kuhusishwa ni wao Mamelodi Sundowns. Kama wao wakisema tumuhitaji, basi nyinyi mnaweza mkafanya biashara na timu nyingine ambayo inapatikana katika taifa la South Africa. Hii pia imefanywa na klabu ya Simba wakati anamuuza Luis Jose Miquissone ili kuhakikisha aende katika klabu ya Young Africans. Pia Young Africans wamefanya kwa Faisal Salum Feitoto kuhakikisha aende katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Pia Young Africans walifanya kwa Fiston Kalala Mayele. Hivi ndivyo ambavyo Neo Maema wamefanya hivyo. Kutokana na kile ambacho kimefanywa na Mamelodi Sundowns, hii inadhihirisha Neo Maema ni mmoja wa wachezaji bora sana, lakini pengine labda uwezo wake bado haujadhihirisha ukiwa Simba. Taarifa zinasema ya kwamba mzalishaji mkuu wa jezi za Simba kwa maana J-Loot, yeye anajulikana kwa jina la Joel Rwakasila. Huyu ni CEO wa kampuni hiyo kwa maana mkurugenzi mkuu. Yeye kwenye moja mkataba ambao ameingia na Simba ni kwamba pia atawasaidia wachezaji hao kuwaletea viatu vya mpira kwa maana njumu ambazo zinatengenezwa na kampuni ya Diadora, ambao kila mchezaji atapewa viatu hivyo kwa maana vitakuwa chini ya kampuni hiyo. Lakini amewapa ofa pia kama hao wachezaji pia watahitaji kuandikwa majina yao katika hivyo viatu, basi watafanya hivyo. Na msimu huu ulivyoanza, kila mchezaji alipewa pea 2 za viatu. Baada ya mechi kadhaa, taarifa zinaeleza ya kwamba Neo Maema yeye ameagiza viatu vyake kutoka huko South Africa na ameandika barua kwamba hataweza kutumia viatu hivi. Kwa hiyo anahitaji viatu vyake ambavyo yeye ana imani ya kuwa akivaa viatu hivyo anakuwa bora zaidi. Na taarifa zinasema kwamba tayari mchezaji huyu ameshaletewa viatu vyake, na tangu aanze kutumia viatu hivyo ambavyo vinajulikana kwa jina la Puma Ultra, baada ya kuvaa tu viatu hivyo amekuwa akifanya makubwa sana huko katika viwanja vya mazoezi, kiasi ya kwamba Dimitel Pantev yeye amesema kwamba kuanzia sasa timu yake itatengenezwa kumzunguka Neo Maema, lakini timu yake eneo la ushambuliaji litaanzia kwa Kibu Dennis Prosper. Kwa hiyo hawa ni wachezaji wawili ambao Dimitel Pantev anawahitaji, na ameona ni wachezaji ambao wanafiti sana kwenye mfumo wake baada ya kubadilisha hivyo viatu. Tunaweza tukasema ni imani ambayo inamponya, lakini hapa nipo na orodha ya wachezaji 10 ambao nao walianza kama yeye Neo Maema na baadaye wakaja kuwa bora sana. Twende kuangalia orodha hiyo.
Wa kwanza ni Clatous Chota Chama, Triple C, mwamba wa Lusaka. Aliporejea kutoka Morocco katika klabu ya FAR Rabat na kurudi katika klabu ya RS Berkane na kurudi katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, alianza vibaya. Nadhani tunakumbuka ule msimu alianzia katikati ya msimu mpaka watu wakasema huyu sasa sio chama bali ni Chauma ama chama cha siasa. Lakini mchezaji huyo Clatous Chota Chama akaacha kutumia viatu vya Adidas X, akaenda kununua ama kuanza kutumia viatu vya Adidas Speed Flow, na baada ya hapo mambo yalikuwa mukide, akawa bora sana kiasi ya kwamba bora wake ukarudi na klabu ya Young Africans wakamuona wakamchukua. Mchezaji mwingine ni Luis Jose Mixon. Alianza vibaya msimu mwaka 2020 wakati anajiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Wakati anajiunga Simba alikuwa mwezi Januari walikuwa wakishiriki michuano ya kule visiwani Zanzibar kwa maana Kombe la Mapinduzi. Bado Luis Jose Mixon akuonyesha ubora wake, lakini baada ya kubaini kuwa viatu ambavyo anatumia ni sababu ya yeye kutokuwa na ubora, viatu ambavyo vilikuwa vinajulikana kwa jina la Adidas Copa, alirudi kwao nchini Msumbiji kwa likizo ya wiki 2. Nadhani wengi tunajua, tukaambiwa kwamba injali, wengine wakasema kwamba hajaonyesha ubora wake, ameachwa. Akarudi na viatu vya Nike Mercury ambao alitoka navyo huko kwao Msumbiji. Baada ya hapo moto ulikuwa wa kuotea mbali sana. Alifanya mabalaa makubwa sana kiasi kwamba klabu ya Al Ahly wakamuona na wakamchukua kutoka katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini mchezaji mwingine ni Khalid Aucho. Kwa sasa ni mchezaji wa Singida Black Stars, lakini Khalid Aucho wakati anasajiliwa katika klabu ya Young Africans msimu mwaka 2021 alionekana hana stamina kiasi cha kwamba pia alikuwa aonekane ule ubora wake ambao uliwafanya pia mashabiki wa Simba walihuzunika baada ya kumkosa mchezaji huyo. Inasemekana kwamba alirudi kwao nchini Uganda kwa likizo ya wiki 1. Alienda kubadilisha viatu pamoja na baadhi ya vifaa vya mazoezi ambavyo alipewa na klabu ya Young Africans, akaondoka navyo Uganda. Alienda kule, anajua mwenyewe nini ambacho kilifanywa, lakini baada ya kurudi akaja kuwa injini ya klabu ya Young Africans na akawa bora mpaka hivi sasa tunazungumza. Mchezaji mwingine ni Mohamed Hussein Zimbwe. Huyu alianza vibaya misimu kadhaa hapo kati mpaka Simba akamchukua Gadiel Michael, wakaja akamchukua na Asante Kwasi. Wakati huo alikuwa akiandamwa na majeraha, lakini alichukua viatu vyake aina ya Nike Tiempo, na inasemekana viatu hivi alipewa zawadi na mama yake. Na baadaye Mohamed Hussein akaja kuwa bora zaidi. Asante Kwasi akaondoka na Gadiel Michael pia akashindwa kufua dafu mbele ya Mohamed Hussein Zimbwe, naye akaondoka. Kilichobaki ikawa ni historia mpaka hivi sasa tunaona ameenda kujiunga katika klabu ya Young Africans. Mchezaji mwingine ni Emmanuel Arnold Okwi. Huyu alikuwa bora sana katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini aliondoka Simba, na ulipofika msimu wa mwaka 2017 alirudi katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini hakuwa na msimu mzuri kwa mechi za mwanzoni, maana alicheza mechi takriban 4 pasipo kuscore goli lolote. Aliomba likizo ya siku 4 kwenda kwao nchini Uganda, na wakati anaondoka Uganda alikuwa anavaa viatu ambavyo vilikuwa ni Puma, na baadaye akarudi na viatu aina ya Adidas Predator. Viatu hivi anakuambia vilikuwa vinampa balance nzuri na control nzuri. Baada ya hapo kilichobaki ni historia tu, akaja kufanya vizuri sana, kufunga idadi kubwa ya magoli akiwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hao ni wachezaji ambao wamepita katika ligi yetu ya Tanzania, lakini wapo wachezaji ambao pia wamecheza huko barani Ulaya. Hii pia tu tujue kwamba hata huko pia imani hiyo ipo, hasa kwa soka letu la Afrika. Hakim Ziyech, raia wa Morocco, mchezaji ambaye alipiga katika klabu ya Chelsea na baadaye akaenda Galatasaray na kadhalika. Huyu wakati anasajiliwa Chelsea
alianza vibaya akiandamwa na majeraha ya mara kwa mara kiasi cha kwamba wakaamini kwamba anaweza akatolewa kwa mkopo, lakini taarifa zinasema kwamba aliagiza viatu vya Adidas Predator, wakati huo alikuwa anatumia Nike Phantom. Kwa hiyo baada ya kubadilisha viatu hivyo akaja kuwa moto wa kuotea mbali. Tukaona pia akafanya mabalaa makubwa sana akiwa na klabu ya Chelsea. Na mchezaji mwingine ni raia wa Ivory Coast, naye si mwingine ni Didier Drogba Tembo. Mwaka 2004-2005 alianza vibaya akiwa na kikosi cha Chelsea. Alifunga idadi chache ya magoli kiasi cha kwamba yeye mwenyewe alikuwa ajui nini ambacho kinaendelea, lakini taarifa zinasema kwamba alipigwa simu na mtu wake wa karibu sana, akaambiwa anatakiwa kurudi kwao Ivory Coast na kuna viatu alienda kukabidhiwa, akaambiwa viatu hivi ndivyo ambavyo anatakiwa kuvitumia, na alivyorudi tu moto aliuasha na akawa mfungaji bora wa EPL msimu huo mwaka 2004-2005. Mchezaji mwingine ni Pierre-Emerick Aubameyang. Kwa hivi sasa ni mchezaji wa klabu ya Olympique Marseille, lakini aliwahi kupita Borussia Dortmund, alienda hadi huko katika taifa la Saudi Arabia, kwenye bara la Asia na kadhalika. Huyu alikuwa bora sana, pia aliwahi kupita FC Barcelona pamoja na klabu ya Chelsea. Lakini hapa twende msimu wa mwaka 2021-2022 wakati anasajiliwa na klabu ya Arsenal the Gunners chini ya kocha Arsene Wenger. Alianza vibaya, wakati huo alikuwa anatumia viatu vya Puma Future. Baadaye mambo hayakuwa mazuri sana, lakini kuna rafiki yake ambaye alikuwa huko nchini Ufaransa ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Amidel Barbalna. Huyu alimwambia kwamba aende, kuna zawadi anataka kumpatia, akampa viatu vya Puma ambavyo vinajulikana kwa Puma Evo Speed. Hivi ndio viatu ambavyo Pierre-Emerick Aubameyang akaanza kuvivaa na mwisho wa siku akafanya makubwa sana katika klabu ya Arsenal the Gunners, akaifanikisha Arsenal kuchukua kombe la FA Cup, na kwenye mchezo huo wa finali yeye pia aliscore goli. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba baada ya kuvaa viatu hivi akaja kuwa bora zaidi akiwa katika klabu ya Arsenal the Gunners. Lakini mchezaji mwingine ni Victor Osimhen. Huyu naye wakati anasajiliwa Napoli alianza akiwa na matatizo ya kifua kiasi cha kwamba akashindwa kufanya vizuri. Baadaye alirudi kwao nchini Nigeria kwenye ile likizo ya international break, na alivyoenda huko alikutana na baadhi ya watu wake wa karibu sana, wakamwambia kwamba abadilishe viatu, na wao wakampa viatu vingine, na baada ya kurudi akawa mfungaji bora wa ligi ya Serie A msimu wa mwaka 2022-2023. na mwingine ni Sadio Mane, kipenzi cha Waafrika wengi na wana Senegal. Wakati anasajiliwa na klabu ya Liverpool msimu wa mwaka 2020-2021 alikuwa anavaa viatu vya New Balance Furon. Hivi ni viatu ambavyo alikuwa akivitumia yeye, lakini hakuwa na muendelezo mzuri katika klabu ya Liverpool, na baadaye akaamua kubadilisha viatu. Haijasema kwamba alishauriwa ama yeye tu mwenyewe, bali viatu hivyo vilikuwa ni kampuni ya Nike Mercury. Baada ya kutumia viatu hivyo akaja kuwa bora sana, na ndio msimu ambao Senegal wakaja kufanya makubwa sana kwenye soka letu la Afrika, kwa kuchukua ubingwa wa AFCON, lakini pia alifanya vizuri na klabu ya Liverpool. Hivi ndivyo ambavyo sisi tunahitimisha hivyo kwa kuletea mifano mbalimbali ya wachezaji ambao walibadilisha viatu na baadaye wakaja kuwa bora zaidi. Hii ndio imetokea kwa mchezaji Neo Maema, naye ameamua kubadilisha viatu. Je, imani itamponya? Je, na yeye atakuwa miongoni mwa wale ambao walibadilisha viatu na wakaja kufanya kile kilichokuwa bora zaidi? Basi hiki ndicho ambacho kimetokea kwa hivi sasa katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Naona nafasi ya kudondosha komenti yako hapo chini, lakini kubwa zaidi hakikisha tu una subscribe Off Pitch TV na unayapata yale mengi ya kimichezo. Lakini pia una nafasi ya kushare nasi kwa njia ya WhatsApp. Tucheki kwa namba ya simu 0711659593. Tucheki huko, alafu mambo yatakuwa mukidi. Lakini pia una nafasi ya kutangaza biashara yako nasi kwa kutucheki kwa namba ya simu hiyo hiyo ya 0711659593. Bye bye.